Haleluya, mtu wa Mungu popote pale ulipo, na kusalimu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Ujambo, Bwana Yesu asifiwe, na karibu sana kwenye neno lake Mwenyezi Mungu, neno ambalo wadieni kila siku saa 8:30 asubuhi, ama ukipenda usiku, na hivyo kwenye haya madhabahu ya kambi ya wateule. Kambi ya wateule ni YouTube channel. Mimi naitwa mchungaji Benson Mwanza, na Jumatano ya leo, pasipo na kupoteza wakati, ningependa tuweze kujikumbusha jambo, tuweze kujikumbusha sisi ni kina nani. Maana katika maisha tunayoyaishi, yule mwovu shetani atajaribu zaidi, ama anajaribu zaidi, na ili tusijitambue sisi ni kina nani. Na kuna jambo moja, ukishaelewa, maisha yako hayatakuwa vile yalivyokuwa kabla na hapo, na kuna mambo hautayaruhusu katika maisha yako. Ningependa nisome kwenye Warumi 8 mstari wa 15. Warumi 8 mstari wa 15, na Biblia inasema, kwa kuwa hamkumpokea tena roho wa utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yaani Baba. Kwa kuwa hamkumpokea tena roho wa utumwa aletayo hofu, bali mlimpokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yaani Baba. Nimekwambia siku ya leo ningependa tuweze kujikumbusha sisi ni kina nani. Na hivyo huu ujumbe siku ya leo nimeupa kichwa, anza kufikiria kama mwana. Anza kufikiria kama mwana. Mbona mchungaji Benson unasema vile? Biblia inatuambia kwamba kwa wote waliompokea Kristo aliwapa uweza wa kufanyika wana. Walipewa uweza wa kufanyika wana. Kuna jambo na ambalo waliwezeshwa, si kawaida. Na ndio maana Biblia inakuwa inazungumza na inatuambia kwamba si kwa nguvu zetu, si kwa uweza wetu, ni kwa neema. Neema ni kuwezeshwa mahala mwanadamu hawezi. Mwisho wa wanadamu, mahala uweza wa mwanadamu umefika, wakati unapowezeshwa, wakati neema inakuja, inakuwezesha kwenda zaidi. Na ndio maana kupitia Yesu Kristo, Biblia inatuambia kwa sababu tuliamini, kwa sababu tulimpokea Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha kwetu, alitupa uweza wa kufanyika wana. Na hivyo wewe elewa ya kwamba wakati ulipomwamini Kristo ukamkiri, ulipewa uweza wa kufanyika mwana. Maana kabla ya hapo haukuwa na huo uweza, haungefanyika mwana. Ndiyo, Mungu alikuumba kwa sura yake na kwa mfano wake, lakini mwanadamu akatenda dhambi. Na ndio maana Yesu Kristo akatumwa na ili atuletee uweza wa kufanyika wana wa Mungu tena. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana Paulo hapa anapokuwa anafundisha anasema, kwa kuwa hamkumpokea tena roho wa utumwa iletayo hofu. Tunapowepewa uwezo wa kufanyika wana, Roho wa Mungu anapata nafasi katika maisha yetu, na anapopata nafasi katika maisha yetu, Biblia inatuambia kwamba hawa ndio wana wa Mungu, wale waongozwao na Roho wa Mungu ndio wana wa Mungu. Angalia hizo tofauti mbili. Kuna kumpokea Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha kwetu. Wale waliomwamini walipewa uweza wa kufanyika wana wa Mungu. Na angalia Biblia inatuambia nini? Biblia pia inatuambia wana wa Mungu pale tulipewa uweza. Kwa hivyo unaweza kuwa na uweza lakini pia usifanyike. Unaweza ukawezeshwa lakini wewe mwenyewe usitambue. Na unatambua kwamba wewe ni mwana wa Mungu wakati unamruhusu Roho Mtakatifu wa Mungu akuongoze. Na iwapo Roho wa Mungu atakuongoza, unafanyika mwana wa Mungu. Na ndio maana Warumi, Paulo anazungumza na hili kanisa la Warumi katika sura ya 8 mstari wa 15, analiambia, kwa kuwa hamkumpokea tena roho wa utumwa iletayo hofu. Roho wa utumwa inaleta hofu, inaleta uoga. Unapata haujielewi, unapata hauna ujasiri, unapata unapotoshwa eneauli. Lakini Paulo anaendelea kusema, bali mlipokea roho ya kufanywa wana. Bwana Yesu asifiwe. Mlipopokea uweza ni Roho wa Mungu ndiye tulipewa. Na hivyo sisi tunahitaji kumkubali
tunapomkubali, tunapompokea, basi Biblia inatuambia kwamba tumepokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yaani Baba. Bwana Yesu asifiwe. Ninapokuwa ninasonga, ninakuja kukuambia hivi, anza kufikiria kama mwana. Ukifikiria kama mwana, hautakuwa na hofu. Ukifikiria kama mwana, utamwita babako Baba, na lolote lile unalolihitaji kutoka kwa babako. Mtoto mfano akihitaji kutoka chochote kutoka kwa babake, hahitaji kutuma watu, anaenda mbele za babake kwa ujasiri. Na ndio maana Biblia inatuambia tukikaribie kiti cha rehema kwa ujasiri, na ili tuweze kupokea rehema na neema itakayotusaidia. Kwa hivyo tunapoenda mbele za baba yetu, tukishaanza kufikiria kama wana, kuna vitu na ambavyo hatutabeg. Tutaenda mbele ya baba yetu na tunamwambia kile tunachokihitaji. Bwana Yesu asifiwe. Je, unaishi kama mtoto wa Mungu? Hilo ndio swali naweza nikakuuliza. Ukijua kwamba una haki za wana ama wana, wewe umefanyika mwana, na kila mwana mbele za babake ako na haki zake. Ukijua kwamba Mungu anapendezwa na wewe, kwamba anatamani kukutenda wema, kwamba ni radhi ya Baba kuwapa nyinyi ufalme, yaani imempendeza kukupa wewe ufalme, maana wewe ni mwana. Na ukishakuwa mwana, ukipewa ufalme, ni kumaanisha wewe ni mfalme, utatawala. Si Biblia inatuambia kwamba sisi Kristo ametufanya makuhani na wafalme wake Mwenyezi Mungu? Na hivyo kama amependezwa kukupa ufalme, ni kumaanisha wewe ni mfalme, ni kumaanisha wewe ni mwana wa mfalme. Na hivyo haustahili kuteseka, haustahili kuishi maisha ya ombaomba, haustahili kuishi maisha ya kutoelewa, haustahili kuishi maisha ya hofu. Unafaa kujielewa na kuanza kufikiria kama mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kama mwana katika ufalme, ukifikiria vile, utaelewa umewezeshwa. Si bahati mbaya umekuwa mwana wa Mungu, umewezeshwa na unaye Roho Mtakatifu anayekufanya kuwa mwana, na ni haki yako kumsikiliza yule Roho Mtakatifu, na akikuongoza lolote lile unalolihitaji utalipata kutoka kwa baba yako. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo maombi mengine sisi huomba, hatutayaomba. Nyimbo zingine sisi huimba, hatutaziimba, maana tuko past some nyimbo, kwa sababu Roho wa Mungu anatufanya kuwa wana, anatuongoza, anatuelekeza, anatupa ujasiri. Bwana Yesu asifiwe. Shika ile, unaishi kama mwana au unaishi kama mtumwa? Ukijihisi si wa thamani, kana kwamba haustahili wema wa Mungu, kwa nini usianze kuamini kwamba wewe ni mwana wake? Tayari upo ndani ya familia. Yule mwovu shetani imekuambia atajaribu kila juu chini. Hakikisha unajishuku, hakikisha auamini, hakikisha umekuwa mtumwa wa dhambi, umekuwa mtumwa wa uoga. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiwa mtumwa wa uoga, hauwezi ukajitambua wewe ni nani. Ni wewe kuanzia siku ya leo anze kujitambua. Wewe ni mwana katika ufalme. Umempokea Roho Mtakatifu wa Mungu anayekufanya kuwa mwana. Na ukimruhusu akuongoze, unakuwa na haki zote za mwana. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama adui ashashindwa, hata kama mtesi ameshafunikwa, bado unahitaji, utajitahidi sana ama atajitahidi sana kukukumbusha makosa yako yote. Alikusukuma uisi hatia na kustostahili. Kwa sababu gani? Kwa sababu bado haujijui wewe ni nani. Unapoelewa wewe ni mwana wa Mungu na unaongozwa na Roho wa Mungu na umepewa roho wa ujasiri anayekufanya kuwa mwana, anayekufanya umuite Baba, umuite Mungu Baba. Au muiti tena Mungu tu, unamuita Baba, maana umepewa Roho anayekufanya kuwa mwana, na akikufanya kuwa mwana, nawe automatically Mungu anafanyika kuwa Baba. Na hivyo acha kukubali kuishi katika uongo wa shetani. Jitambue wewe ni nani. Anza kufikiria kama mwana, maana ukishajielewa wewe ni nani, utaanza kufikiria kama mwana.
Yule mwovu shetani atajaribu kukunong'onezea, kukuambia wewe haufai, atajaribu kukuletea uongo, lakini mkumbushe ya kwamba mimi ni mwana katika ufalme. Nimempokea Roho wa Mungu anayenifanya kuwa mwana, na nimemkubali, ananiongoza. Na jinsi Biblia inasema wale wanaongozwa na Roho ndio wana wa Mungu. Mimi ni mwana wa Mungu, maana ninaongozwa na Roho wa Mungu niliyepewa, aishie ndani yangu. Na hivyo sihitaji kuendelea kuishi kama mtu aliyeshindwa. Sifai kuendelea kuishi kama mtu asiyejijua. Sifai kuendelea kuishi katika mateso. Sifai kuendelea kuteswa. Ninachofaa kuelewa ni kwamba mimi ni mwana na ninaye Baba, Baba mwenye enzi, Baba mwenye nguvu, Baba mwenye uweza. Na hivyo Yesu akasema, iwapo nyinyi na ambao ni baba waovu mnajua kuwapa watoto wenu yaliyo mema, je, Mungu wa mbinguni aliye Baba mwema atashindwaje kuwapa watoto wake kile wanachokihitaji? Hebu fikiria hilo tu, na maisha yako itabadilika. Utaanza kuwa na mtazamo mpya. Hautateseka tena. Hautaenda mbele ya Mungu kubeg, utaenda kuitisha, maana ni haki yako kama mwana. Umepungukiwa, unaenda unamwambia dadi, ninataka 1, 2, 3, maana wewe ni baba yangu, sina baba mwingine. Usipo ni providea babangu, nani atakaye ni providea? Najua nazungumza na mtu mahali ambaye amefinyiliwa. Umefinyiliwa, unajiona wewe si kitu. Nimekuja kukukumbusha wewe ni mwana wa Mungu. Kila unafaa kuelewa kwanza ni kuelewa umempokea Roho Mtakatifu wa Mungu. Wakati ulimwamini Kristo, ulipewa uwezo wa kufanyika mwana wa Mungu, na ulipompokea Kristo ulimpokea Roho Mtakatifu wa Mungu, na ambaye sasa amekufanya kuwa mwana. Na wewe utajitambua kuwa mwana kwa sababu utaruhusu huyu Roho wa Mungu akuongoze. Maana Biblia inasema wale wanaoongozwa na Roho ndio wana wa Mungu. Na utakubali kuambiwa haufai kubarikiwa, maana huo ni uongo wa shetani. Hautakubali kuambiwa lazima ufanye moja, sarakasi na vituko, na ili upate 1, 2, 3, maana unajua na unajielewa wewe ni nani, na hivyo unaanza kufikiria kama mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hautakubali uongo kwamba utabaki umefungwa milele, maana Kristo ashakufungua. Roho uliyempokea ndani yako amekuweka huru na amekufanya kuwa mwana wa Mungu, na ambaye anakusababisha unaweza ukafungua kinywa na kumwita Mungu Baba. Si Mungu tu pekee, bali ni Baba yako. Bwana Yesu asifiwe. Yeye mwenyewe atakutetea, yeye mwenyewe atakupigania, atakupa ulinzi. Bwana Yesu asifiwe. Unachosema kwa kweli ni wakati unapokubali uongo wa yule mwovu shetani, mimi siwezi, mimi niko 1, 2, 3, unakubali wewe ni mtumwa, na shetani anaenda kukuambia wewe kubali tu. Na mimi nimekuja kuambia usikubali. Wewe ni mwana wa Mungu, umepewa uwezo wa kufanyika mwana wa Mungu ulipomwamini Kristo, na ulipompokea ulimpokea Roho Mtakatifu wa Mungu, na ambaye si wa uoga, si wa hofu, bali amekufanya kuwa mwana. Na hivyo lazima uanze kufikiria kama mwana, lazima uishi kama mwana, maana Roho wa Mungu anapokuongoza unafanyika mwana. Usidanganyike, usipotoshwe tena. Bwana Yesu asifiwe. Umebarikiwa mtu wa Mungu, mtoto wa Mungu, umebarikiwa, umefanikiwa. Na unasema ya kwamba ile italeta mabadiliko. Unapoanza kufikiria, unaanza kuelewa, mimi ni mwana wa Mungu, nimebarikiwa. Mimi ni mwana wa Mungu, nimeinuliwa. Mimi ni mwana wa Mungu, sifai kukosa. Mimi ni mwana wa Mungu, yeye anamiliki vyote vilivyomo duniani na mbinguni. Kwa hivyo anaweza akanigawia urithi na akanipa urithi. Akamwambia Abrahamu, mimi ndimi urithi wako. Mungu akifanyika urithi wako, Mungu akifanyika ngao yako, maana wewe ni mwana wake, hakuna lolote utawahi kosa. Bwana Yesu asifiwe. Namalizia na kukwambia hivi, ondoa ile akili ya utumwa na uanze kuwa na mtazamo wa wingi na baraka, maana wewe ni mwana wa Mungu. Baba, ni asante kwa hili neno lako. Mfalme, ni asante kwa kunena nasi siku ya leo. Ni asante kwa kutukumbusha kwamba sisi tu wana katika ufalme, na kwamba sisi umetupa uwezo wa kufanyika wana, na ukatupa Roho Mtakatifu aletaye uhodari ndani yetu, aletaye ujasiri ndani yetu, na ambaye anatufanya
kuwa wana, na hivyo tunaweza tukakuita Baba. Na tunapokuita Baba, unapofanyika Baba kwetu, uko na responsibility ya Baba katika maisha yetu, na ni sisi kujielewa na kuanza kufikiria kama wana na kuishi kama wana. Tunapofanya vile, tutakuwa na mema yote, na utajitukuza na utajiheshimisha. Mungu wetu tusaidie na utuongoze katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo, naomba na kuamini. Amen. Asante sana kwa kulitazama hili neno. Najua limekuhimiza. Leo nilikuwa nataka kukukumbusha kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Iwapo umempokea Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha kwako, wewe ni mwana wa Mungu. Na iwapo unaongozwa na Roho Mtakatifu, sasa unafanyika mwana na uko na haki zote. Hadi hapo kesho, mimi nakupenda sana. Naitwa Mchungaji Benson Mwanza. Wakati wote, ili neno likiwa na baraka kwako, nawe kuwa wa baraka kwa haya madhabahu ya Kambi ya Wateule, kuwa wa baraka kwangu. Paulo anasema kuna ubaya upi iwapo tunawapa cha kiroho nasi tukikula cha mwili? Toa sadaka zako na Mungu atakubariki, na unatoa kupitia 0792 593648 0792 593648 0792 593648. Hiyo ni nambari yangu ya M-Pesa. Pia ile nambari unaweza ukaniandikia ujumbe na Mungu akubariki. Ukiwa nje ya Kenya ni +254 792 593648. Hizo ndio nambari zangu. PayPal ni bnsnmwanza@gmail. PayPal address bnsnmwanza@gmail.com, yote ikiwa ni small letters. Tuma sadaka zako pale na Mungu atakubariki. Hadi hapo kesho Alhamisi, mimi nakupenda sana na kuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sasa na hata milele. Amina na kwaheri.